Matendo ambayo mwanadamu anayafanya katika maisha yake huwa yanaashiria malengo yake ya baadaye katika maisha. Ndiyo maana mwanadamu anayefanya kazi kwa bidii ni wazi kuwa malengo yake ni kufanikiwa siku moja. Vipo baadhi ya vitu ambavyo mwanadamu akiwa anavifanya, tafsiri yake ni kuwa anafanya maandalizi ya kufa akiwa masikini siku moja. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia dalili ambazo ukiziona kwenye maisha yako ujue nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanafanya maandalizi ya kufa wakiwa masikini siku moja. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Vifuatavyo ni viashiria ambavyo ukiviona kwenye maisha yako ujue wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanafanya maandalizi ya kufa wakiwa masikini siku moja. Namba 1, hauna malengo ambayo unatamani kuyatimiza maishani mwako. Binadamu waliofanikiwa katika dunia yetu walikuwa na malengo ambayo walijiwekea, kisha wakaanza kufanya jitihada za kuyafikia malengo hayo. Kama hauna malengo katika maisha yako, wewe ni miongoni mwa binadamu ambao hawataweza kufanikiwa, kwani kipimo cha mafanikio ni ufanisi wa kutimiza malengo katika asilimia fulani ambayo tumejiwekea kwenye maisha yetu. Kama hauna malengo, ina maana chochote ambacho kinakuja katika maisha yako utaona ni sawa. Miongoni mwa vitu ambavyo ukivifanya katika maisha yako ujue wewe ni miongoni mwa wanadamu wanaofanya maandalizi ya kufa wakiwa maskini ni kutokujiwekea malengo, kwani hakuna chochote ambacho unaweza kukifanya katika maisha yako ikiwa hauna malengo ambayo umejiwekea na unapambana ili siku moja ya uweze kutimia. Namba 2, hauamini kama wewe ndiye mtu pekee unayeweza kuibadilisha historia ya maisha yako. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo binadamu wa aina mbalimbali. Kuna watu ambao wanaamini kwa sababu ndugu zao wapo Ulaya na inasemekana wamefanikiwa sana katika koo zao, basi wanaamini hao ndio wenye majukumu ya kuja kuyabadili maisha yao. Miongoni mwa mambo ambayo binadamu hawa hawayajui ni kuwa hatima ya maisha ya mwanadamu ipo katika mikono ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu yeyote mwenye jukumu la kuyabadilisha maisha yako kama si wewe. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaoamini mwanasiasa anaweza kuyabadili maisha yao ama ndugu zako wanaweza kuyabadili maisha yako, umepotea. Na kama unaishi hivyo, basi unafanya maandalizi ya kuwa maskini na inawezekana ukafa ukiwa maskini bila wewe mwenyewe kujua. Ili uweze kufanikiwa katika maisha yako na kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio kuliko binadamu wengine, hakikisha unalitambua hili. Jukumu la mafanikio yako lipo katika maisha yako wewe mwenyewe. Ni uamuzi wako kuamua kufanikiwa ama kuamua kubaki kuwa fukara. Kuamua kufanikiwa ni kufanya maamuzi na kuchukua majukumu huku ukiifuata njia ambayo inakupeleka katika malengo ambayo umejiwekea maishani mwako. Kamwe usikae huku ukiamini wapo watu ambao watatoka sehemu fulani na kuja kuyabadili maisha yako. Utakufa ukiwa masikini. Namba 3, ikiwa haujitumi katika kazi ila unaamini siku moja utakuja kufanikiwa. Ukisoma kitabu kitakatifu cha Biblia, Mithali 10 kuanzia mstari wa 4 imeandikwa, atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Hii inamaanisha mwanadamu yeyote ambaye ni mvivu, yani ambaye anafanya vitu kwa ulegevu, hawezi kuwa na msimamo katika vitu vyake. Huyo ni mwanadamu ambaye hawezi kufanikiwa katika maisha yake, kwani ili afanikiwe lazima awe na bidii, mkono wake lazima uwe na bidii. Hivyo, kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao pamoja na kuwa unatamani siku moja uje kumiliki nyumba nzuri, uje kumiliki gari nzuri, uje kuwa na kampuni, lakini haujaanza jitihada leo, yani kujituma kwa bidii katika kazi,
hautaweza kufanikiwa. Utakuwa ni kama unaota ndoto za abunuwasi ambazo kamwe haziwezi kutimia katika maisha yako. Hivyo hakikisha wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanajituma kwa bidii. Ikiwa hautamani siku moja ufe ukiwa maskini, maisha hayana muujiza, kwani ulimwengu umeumbwa katika namna ambayo ndani yake kuna taratibu mbalimbali. Mwenyezi Mungu ameweka kanuni mbalimbali ambazo ukizifuata basi lazima utafanikiwa. Zifuate taratibu hizo ili uweze kuepuka umaskini ambao sidhani kama kuna mwanadamu ambaye anaupenda katika maisha yake. Namba 4, hofu ya kufanya baadhi ya vitu kwa kuhofia macho ya watu wengine. Miongoni mwa mambo ambayo asilimia kubwa ya wanadamu wanayafanya na yanawapoteza katika mstari wa kuyasogelea mafanikio ni kuhofia kufanya baadhi ya mambo eti kwa sababu watu wengine watawaonaje. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wanaogopa kuanzisha biashara fulani kwa kuwa watu wengine watawashangaa au watu wengine watawadharau, basi jua kabisa unajiandaa kuwa maskini, na inawezekana ukafa ukiwa maskini ikiwa hautafanya maamuzi. Kabla ya kuogopa macho ya watu, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini ni kwamba hata usipofanya hicho ambacho unahofia kukifanya, hakuna mwanadamu ambaye atatoka huko atokako na kuja kukusaidia kuyatimiza malengo yako. Siku moja utabaki peke yako, utakuwa fukara ukiwa wewe peke yako. Ikiwa wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanatamani kufanikiwa kuliko binadamu wengine, lazima uwe mbunifu katika maisha yako. Lazima uamue kufanya jambo ambalo litakuwa na manufaa katika maisha yako bila kujali macho ya watu yatakuonaje au maneno ya watu yatasema nini juu yako. Amua, kwa sababu wewe na wao ni tofauti. Malengo yako unayo wewe peke yako ambayo wao hawawezi kuyajua na wala hawana impact yoyote katika kutimiza malengo yako. Hivyo wewe ni wa pekee ambaye unatakiwa kuyatimiza malengo yako. Fanya chochote ambacho unatamani kukifanya bila kujali macho ya watu yatakuonaje. Namba 5, unatumia muda mwingi kufanya vitu visivyokuwa na manufaa katika maisha yako kwa sababu tu unahitaji kuwaridhisha binadamu wengine. Miongoni mwa makosa makubwa ambayo asilimia kubwa ya binadamu wanayafanya katika maisha yao ni kutumia muda wao mwingi kufanya vitu kwa sababu wanahitaji watu wengine waweze kuwapenda. Katika dunia ambayo tunaishi mimi na wewe, waliwahi kuwepo mitume na manabii pamoja na wema walioutenda kwa watu wengine, lakini baadhi yao walisurubishwa na kuuliwa na watu hali ya kuwa walitendewa wema na watu hao. Sasa wewe ni nani ambaye unadhani unaweza kupendwa na kila mwanadamu? Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuacha kuvifanya ni kujaribu kufanya vitu visivyokunufaisha wewe na kuwanufaisha watu wengine, hali ya kuwa mwanadamu ni kiumbe ambaye hata ukimtendea mema 100 lakini ukateleza katika moja tu, atasahau mema 99 na kukumbuka ubaya mmoja ambao uliutenda katika maisha yako. Hivyo kama wewe ni miongoni mwa watu wanaotamani kufanikiwa, penda kufanya vitu ambavyo vinahusianishwa na ndoto ambazo unazo katika maisha yako. Kamwe usitumie muda mwingi kufanya vitu kwa ajili ya kuwanufaisha binadamu wengine. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye. Nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana.